Chama cha Mapinduzi CCM kimefurahishwa na uamuzi uliotolewa na mahakama ya rufaa kukirudisha kwenye ulingo wa siasa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Chama hicho tawala kimesema kiko tayari kukabiliana na Chadema kwa hoja na sera katika majukwaa mbalimbali ya kisiasa nchini. Kimetoa kauli hiyo siku moja baada ya mahakama ya rufaa kutoa hukumu iliyobatilisha zuio la kutokufanya shughuli za kisiasa kwa Chadema lililotolewa na Mahakama Kuu kufuatia kesi ya madai wa mgawanyo wa rasilimali za chama baina ya bara na Zanzibar. Pia mahakama ya rufaani imeeleza kesi ya msingi iendelee kusikilizwa na jaji mwingine ambaye atatakiwa kuchunguza na kujiridhisha iwapo ilifungiwa ndani ya muda au kabla ya kuendelea na hatua nyingine. Kesi hiyo ilikuwa inasikilizwa na Jaji Hamidu Mwanga. Hukumu hiyo ilitolewa Jumatano Aprili 15, 2026 na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufaani, Agustine Mwalija, Isa Maige na Abraham Mwapashi. Kutokana na uamuzi huo, Chadema ambayo ilikuwa kifungoni kwa siku 309 kuanzia Juni 10, 2025 tayari kimetangaza kuitisha kamati kuu Aprili 28 na 29 itakayofanyika makao makuu ya chama hicho Mikocheni jijini Dar es Salaam, ikisisitiza kwamba kitaendelea kuwapigania wananchi. Alhamisi Aprili 16, akizungumza kwa nyakati tofauti wilayani na mkoa Geita, katibu wa itikadi, uenezi na mafunzo wa CCM Kenani Kihongozi amesema uamuzi huo ni kielelezo serikali ya CCM imeviacha vyombo vya uamuzi ikiwemo mahakama kufanya majukumu yake kwa uhuru bila kuingiliwa. Nimefurahi kusikia Chadema wameruhusiwa kufanya shughuli za kisiasa. Walishtakiana wao kwa wao kisa ugomvi wa mali. Waswahili wanasema ndugu wakigombana chukua jembe kalime. Mahakama imetoa uamuzi, sasa tunawasubiri kwenye majukwaa, amesema chama hicho kitaendelea kuheshimu uhuru wa vyombo vya uamuzi na hakitaingilia shughuli zao ili viweze kufanya kazi kwa weledi kuhakikisha vyombo hivyo vinakuwa huru na kutoa haki kwa pande zote bila upendeleo. Amesema viongozi wa Chadema wanapaswa kutambua juhudi za serikali katika kuimarisha utawala wa sheria na misingi ya haki nchini bila ubaguzi wowote. Kihongozi amesema amemsikia makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche akitangaza chama hicho kufanya ziara nchi nzima, jambo ambalo amesema ni vema kwani watakutana kwa wananchi kupitia majukwaa ya kisiasa kunadi sera na hoja za vyama vyao. Anasema CCM inakubalika na kuaminika na wananchi, jambo ambalo ameeleza ndiyo siri ya ushindi wa chama hicho katika chaguzi mbalimbali, na chama hicho kitaendelea kushindana kisiasa kwa hoja na sera. Kuna watu huwa wanahoji CCM tunashindanaje kwenye chaguzi? Jibu liko wazi. Sisi tuna watu kuanzia ngazi ya shina yaliyopo nchi nzima, wakati wenzetu hawana utaratibu huo. Wakati wakigombea wanakuja na watu ambao baada ya kumalizika kwa uchaguzi wanaondoka. Sasa unategemea nini kama sio CCM kuendelea kushinda? Amesema. Wakizungumza kuhusu Chadema kuruhusiwa kuendelea na shughuli za kisiasa, baadhi ya wakazi wa Katoro wamesema uamuzi huo ni wa busara na utasaidia kukuza demokrasia nchini. John Rutubija amesema kutolewa kwa uwanja huru wa vyama vyote vya siasa ni njia nzuri ya kuwaruhusu wananchi kusikiliza sera na hoja za vyama vyote na kisha kufanya maamuzi kwa maslahi ya jamii kwa ujumla. Uamuzi ni mzuri na utasaidia kwa wananchi kuwa na uwanja mpana wa kupima na kuona chama kipi kina nia njema na Watanzania kisha watakiunga mkono, amesema. Maduka Emmanuel amesema
Watanzania wanahitaji utulivu na amani. Hivyo vyama vyote vya siasa vinatakiwa kuhakikisha vinazingatia suala hilo, na kamwe wananchi wasikubali kuunga mkono chama chochote kitakachokuwa na nia ya kuleta vurugu. Vyama vyote viko huru kufanya siasa, lakini vizingatie amani na utulivu wa nchi. Sote tumeshuhudia yaliyotokea Oktoba 29. Watanzania kwa pamoja tusikubali kushuhudia hali ile tena hapa nchini kwetu, amesema. Neema Sahani amesema vyama vya siasa visitumike kuvunja misingi imara ya nchi iliyowekwa na waasisi. Suala la upendo, umoja na ushikamano, kuvumiliana ni suala muhimu, hayana itikadi za chama, hivyo vyama vyote vinatakiwa kuzingatia mambo hayo, amesema. Hivyo usisahau kusubscribe na turn on notification. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.